Watazamaji hawakukosea wahenga jamii ya Waswahili pale waliposema uchungu wa mwana anayejua ni mzazi, ambapo leo tunakusogezea mzazi huyu ambaye ana mkasa wa kuhuzunisha, huku akitaka jamii iweze kumsaidia kwa vile kutokana na mkasa huo tayari ameathirika kiafya na kupata ugonjwa ambao unampelekea kudhoofu hali yake. Ni mkasa gani huo? Ungana nasi. Na nikukumbushe tu kwamba mkasa huu umetokea hapa kisiwani Pemba kwa takriban mwaka mmoja sasa, unaendelea na kuathiri afya ya mama huyu pamoja na familia yake. Utaweza kuzungumza kwa wananchi ili waweze kukusaidia ni kitu gani hasa ambacho kimekukuta mpaka leo ukaona ni bora uje hapa katika ofisi hizi za Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake Tanzania TAMWA kuweza kutusimulia mkasa huu. Jina langu naitwa Katiba Shabani Shamte. Ni mkazi wa Madungu Chake Chake Pemba. Kilichonileta hapa ni tatizo la mtoto wangu kunitoroka. Mtoto wangu alinitoroka na kwa kweli simjui yuko wapi, simjui anaishi wapi, sijui yupo vipi. Kwa hiyo huo ni mkasa ulionipata na kuniathiri na kuniumiza na kunisababisha mpaka kuumwa. Unaumwa na kitu gani hasa kwa sasa kutokana na mkasa huo wa kutoroka kwa mtoto wako? Kutoroka kwa mtoto wangu kumenisababishia kupata tatizo la ugonjwa wa sukari. Pole sana. Na mtoto wako ana umri wa miaka mingapi alipotoroka? Ni kwa muda gani kwa sasa upo naye katika familia? Mtoto wangu sasa hivi ana umri wa miaka 15. Na aliponitoroka mpaka sasa hivi ni mwaka mzima sasa. Toka Januari ya mwaka uliopita mpaka Januari ya mara hii. Ni mwaka sasa. Unaweza ukatusaidia kujua ni mazingira gani yaliyopelekea kutoroka, ili kuwaje mpaka akatoroka, unakumbuka? Ninachohisi mtoto wangu ni kama ilikuwa kama wasiwasi fulani tu hivi. Akaondoka, yani mazingira ambao kama mimi hata siyaelewi. Kwa kweli iliniumiza sana kwa sababu mwanangu alikuwa akisoma tena yuko vizuri. Anasoma skuli gani? Alikuwa akisoma CCK skuli. Iko wapi CCK kwa wale ambao hawajui CCK iko wapi? CCK ipo Kiuyu cha Micheweni, lakini sasa hivi shahamishwa pale Kifundi. Na mwanangu alikuwa yuko vizuri. Kwa kweli ni swala ambalo kama liliniumiza na mpaka leo bado naendelea na kuumia. Kupelekea kutoroka mtoto wako, kama kuna kitu chochote labda ulimkwaza au alikwaza na familia, ndugu zake, baba yake au na majirani, huenda pengine ikawa ni sababu iliyopelekea kuondoka nyumbani, au kuna kitu chochote ambacho unakijua nje ya hicho ambacho awali ulitusimulia? Kwa kweli sielewi, ila nahisi ilikuwa kama yule alikuwa kama wasiwasi fulani hivi. Alikuwa kama wasiwasi fulani hivi. Baadaye ndo akaja hayo mazingira ya kutoweka. Kwa kipindi chote hicho ambacho kinakaribia mwaka mmoja sasa, una juhudi yote ambayo wewe umeichukua kama mzazi kuhakikisha mtoto wako anarudi katika familia na kuendelea na harakati zake za kusoma? Juhudi nilichukua kwa sababu ndo nilipitia sehemu mbalimbali za kisheria kama polisi na sehemu nyingine, ili nilitaka msaada yule mwanangu arudi apate asome, lakini ndo kwa upande wa polisi sijapata mafanikio. Ulikwenda kituo gani cha polisi? Ungetusimulia ulikwenda labda mara ngapi? Majibu uliyopata ni yapi? Jeshi la polisi limechukua juhudi gani kukusaidia, na wao mpaka walitoa uamuzi gani wa mwisho, ili tuweze kujua kwa faida ya watazamaji na tujue vipi tunalisolve swala hili? Nilikwenda kituo cha polisi Madungu kama mara 2 hivi. Mara pili ndo wakanambia wao washachoka na hilo, kwa hiyo nitakalomkuta baadaye atarudi kwao. Kwa hiyo nikaishia hapo kwa upande wa polisi. Ndio katika kuhangaika ndo nikafahamishwa hii sehemu. Ukafahamishwa
umehamishwa hapa Chama cha Waandishi wa Habari Wanawake. Okay. Nije hapa ili hapa nikaambiwa nitapata msaada kupitia hilo. Okay, sawa. Kitu chingine ambacho tunataka tujue kwa ulivyotusimulia kabla hatujaanza kuzungumza na wewe kupitia vyombo vya habari, ulisema kwamba kuna baadhi ya siku mtoto wako anakupigia, anakusalimia. Hili lina ukweli kiasi gani? Je, ni kweli mtoto wako ana kawaida kukusalimia kwa namba mbalimbali za simu? Kawaida kunipigia kwa namba mbalimbali za simu hana, isipokuwa tu siku moja ndo alipigia simu akaipokea ndugu yake, na yeye alikuwa hajui kama ni nani mwenye namba ile, ndo akamwambia ni mie Hidaya. Mama yupo? Akamwambia hayupo. Ndo tukaipata hiyo namba anayotumia. Tulipata kwa njia hiyo. Kwa hiyo namba ukipigia moja kwa moja inakuwa anapokea yeye, na yeye anakuambia yuko wapi kwa sasa? Ukipigia hiyo namba yeye anakuwa anapokea, lakini kwa kweli hasemi kama nipo wapi. Hata umuulize vipi hasemi. Basi sawa, wacha hapa tujaribu kuipiga hiyo namba tuone mrejesho utakuwaje. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Warudi, wewe si muongo. Acha Mungu. Wewe kila siku ukipigiwa simu au ukiongea na simu usema hivyo nitarudi. Toka siku unasema nitarudi ni miezi mingapi sasa? Ninarudi. Hurudi wewe. Uko wapi? Wewe kwani uko wapi? Halo. Uko wapi nakuuliza? Halo. Nakusikia. Namwambia hivi. Halo. Kwani wewe hutaki tena kusoma? Kusoma wewe hutaki tena? Hasa kwani basi hutaki kurudi? Umuongo wewe. Wito wako labda wewe ni upi sasa kwa serikali, wadau, labda kama kuna mtoto unahisi kamchukua mwanao kamficha, una ushauri gani na una wito gani kwa hiyo? Mimi wito wangu kwa serikali, naomba serikali nisaidie, kwa sababu nataka mwanangu arudi na yeye asome kama nilivyo jitahidi. Nikasema mwanangu huyu na nisomesha kwa bidii na nataka iwe hivyo. Naomba serikali nisaidie, kwa sababu yule mwanangu alikuwa na idea ya kusoma. Sijui tu kilichojiri mpaka ikafikia hiyo. Kwa hiyo natoa wito serikali nisaidie, na natoa wito kwa wale ambao kama huchukua watoto watu wakawaficha, basi waache vitendo hivyo, kwa sababu mtoto wa mtu hujui mwenyewe alivyohangaika na mtoto yule mpaka akakuwa. Ona wewe basi hata ile imani haikujii mwanamume wewe, au wewe hujui huna ndugu wewe wa kike ukafanya hisia kama huyu mtoto wa watu mdogo. Yaani hisia zikakujia kama ni ndugu yako. Je, kama wewe huna mtoto kama ni ndugu yako ingefanywa vile, wewe ungejisikiaje? Kwa hiyo tabia waache. Na natoa wito kwa mtu yoyote ambaye kama ana tabia kama hizo za kuchukua watoto watu wadogo, maana mtoto wa watu mdogo hata imani wala huzuni huna. Kwa hiyo tabia naomba
mtu aache mara moja, kwa sababu hapa duniani twapita, kesho mbele ya Mungu utakwenda sema nini we? Kumchukua mtoto watu ukamharibia maisha yake, utasema nini kesho mbele ya Mungu? Na wajua mzazi wake ateseka kiasi gani kwa ajili ya mwanawe, hamuoni machoni, mwaka mzima hujamwona mwanao machoni, we kweli kama ni yeye angejisikiaje? Asante. Hidaya ni mtoto wangapi katika familia kwako wewe? Hidaya ni mtoto wa 4 Kati ya watoto wangapi? kati ya watoto 7. Asante. Jamii imekupokea vipi baada ya kupata na mkasa huo? Jamii kwa kweli wengine hunihurumia, lakini binadamu kama binadamu mwenziwe, mtu likimpata basi aona limpate zaidi, lakini si vizuri hata kidogo kwa Muislamu mwenzio likimpata nini tatizo, hata iwe si Muislamu, binadamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu usione kama yule kanampa ule mtihani mtu, basi na yeye aweza kwa kufika zaidi ya vile. Kwa hiyo wajibu ni kuhurumiana na kusaidiana. Nijue vile umesema unakaa, yani yule alikuwa anakaa wapi kabla, au ndo alikuwa anakaa huko kwa Madungu hivyo hapo? Kabla ilikuwa aliondokea hapo Ndugu Kitu. Ilikuwa tuishi hapo Ndugu Kitu. Na pia pole sana kwa mitihani, na sisi tutajitahidi kusambaza ujumbe huu kwa wanajamii. Lengo ni kuona kwamba furaha kwako inarudi, lakini pia na mtoto anaweza kupata haki yake ya kuendelea na masomo na kurudi kuishi na familia yake kama ambavyo wewe mwenyewe na familia yako inahitaji. Lakini wito wetu pia kwa wanajamii ni kwamba swala hili liwaguse wanajamii wote, kuona kwamba mzazi ndo mwenye maumivu makubwa mara anapopata kazi yoyote mtoto, lakini lawama kwa wanajamii zisiendelee kupelekwa kwa mzazi, kwa vile huenda si mipango yake, ni mipango ya mtoto na akili zake ambavyo labda zilimtuma kwa wakati huo. Hivyo ujumbe wetu kwa wanajamii kwamba kwa kila ambaye atapata ujumbe huu aweze kushare na wengine, kuona kwamba mtoto Hidaya anarudi katika familia yake na kuendelea na masomo. Kwa tulipompigia simu hapa, kwa simu ambayo alipokea, amesema kwamba hakusema yuko wapi, lakini kwa yoyote ambaye ataguswa moja kwa moja na mkasa huu na kupata taarifa za Hidaya popote alipo, huenda video hii kasambaa mbali zaidi, asisite kutuwekea ujumbe mfupi katika video hii ili tutaendelea kukujuza kila ambacho kitajiri kuhusiana na mkasa huu, lakini pia usisite kutufuatilia kujua nini hasa kitaendelea mara baada ya taarifa hii kwenda hewani. Asante.